Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi leo, ikiwa ni Juni 15 ya mwaka wa 2026. Katika siku hii ya leo tunaiangazia mada isemayo ubora wa tabia ya Mkristo. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 22 aya ya kwanza, ambapo neno la Mungu linasema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Tuombe. Baba mwema uketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya nafasi hii uliyotupatia watoto wako wa kiume na wa kike. Tu wa dhambi, tumechafuliwa sana na dhambi, lakini tunasema asante, kwani kwako liko tumaini na ondoleo la dhambi. Tusafishe, tutakase na ukaturehemu. Tuondoe mavazi haya machafu, ukatuvike mavazi yako yaliyo safi na ya haki. Tunatamani kuhesabiwa haki kwa damu yako, nasi twajinyenyekesha miguuni pako, tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi milele. Ukatuongoze vema na ukatulinde, na zaidi sana tulewe hiki tujifunzacho, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Watu wanaweza kutamani kusifiwa. Wanaweza kuwa na shauku ya kuwa na jina kuu. Kwa wengine, umiliki wa nyumba na ardhi na fedha nyingi, ambavyo vitawafanya kuwa wakuu kulingana na viwango vya kiulimwengu, ndiyo kilele cha matamanio yao. Wanatamani kufikia mahali ambapo wanaweza kuangalia chini kwa hisia ya ukuu juu ya wale walio maskini. Wote hawa wanajenga mchangani na nyumba zao zitaanguka ghafla. Ukubwa wa nafasi si ukuu wa kweli. Kile ambacho hakiongezi thamani ya nafsi chenyewe hakina thamani yoyote. Kile ambacho pekee ni cha thamani kukipata ni ukuu wa nafsi mbele za Mungu. Kamwe hauwezi kujua asili ya kweli, tena iliyotukuka, ya kazi yako. Thamani ya utu wako inaweza kuipima tu kwa thamani ya uhai ule uliotolewa ili kuwaokoa wote ambao wataupokea. Kila mtu atakuwa na makadirio ya thamani yake pale atakapokuwa mtendakazi pamoja na Kristo, akifanya kazi ile ambayo Yesu aliifanya, akiujaza ulimwengu kwa haki ya Yesu, akibeba utume kutoka kwa Mungu aliye juu. Utume uliotolewa kwa wanafunzi unatolewa kwa wote ambao wameunganishwa pamoja na Kristo. Wanapaswa kutoa kila dhabihu kwa ajili ya furaha ya kuona roho zilizookolewa ambazo huangamia mbali na Kristo. Heshima ya juu zaidi ambayo wanaweza kutunukiwa wanadamu, ikiwa ni vijana au wazee, matajiri au maskini, ni kupewa nafasi ili kuwainua walioonewa, ili kuwafariji walio wanyonge. Ulimwengu umejawa na mateso. Nenda ukahubiri Injili kwa masikini, ponyeni wagonjwa. Hii ndiyo kazi inayopaswa kuunganishwa na ujumbe wa Injili. Maskini wanahubiriwa habari njema, Mathayo sura ile ya 11 aya 5. Watenda kazi pamoja na Kristo wanalazimika kujaza nafasi walionayo duniani kwa upendo wa Yesu. Upendo wa Kristo moyoni unaoneshwa katika matendo. Ikiwa upendo wa Kristo umefifia, upendo kwa wale ambao Kristo alikufa kwa ajili yao utatoweka. Utajiri wa kweli ni imani halisi na upendo halisi. Haya huifanya tabia kukamilika katika Kristo. Ikiwa kungekuwa na imani na usahili zaidi, imani imwaminio Yesu, kungekuwa na upendo, upendo safi
ambao ni dhahabu ya tabia ya Mkristo. Hii ni Juni 15, mada ikisema ubora wa tabia ya Mkristo. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kisha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.